Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na Pastor Miamba, na leo nitaenda kusoma katika kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa 3. Biblia inasema, wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Dunia yote imejaa utukufu wake. Haya ni maneno aliyoyasikia katika maono ya Isaya, wale malaika wakiyasema, wakiita wao kwa wao, wakiaongea kumwangalia Mungu na kumtafsiri Mungu ya kwamba yeye ni mtakatifu, yeye ni mtakatifu, tena yeye ni mtakatifu. Wameongea mara 3 kwa kumaanisha ya kwamba utakatifu ni sifa ya Mungu isiyoweza kuelezeka. Halafu kuna neno moja muhimu ambalo tunataka kuliangalia siku ya leo. Anasema dunia yote imejaa utukufu wake. Sasa tunataka kujua dunia kujaa utukufu. Dunia kujaa utukufu. Unapoona maandiko yamesema utukufu, ama kwa Kiingereza glory of God, inamaanisha ya kwamba Mungu kujifunua kwa watu wake kwa macho ama kwa uso wa nchi. Mungu kujifunua kwa watu wake katika uso wa nchi. Napoongea hivyo ni kwamba kuna mambo ambayo Mungu anaweza kujifunua kwa mtu katika ulimwengu wa roho ambayo hayaonekani katika uso wa nchi. Lakini tunapoongelea utukufu, sio kitu cha kiroho ambacho unaweza kukiona ukiwa rohoni. Hapana, ni Mungu katika uso wa nchi. Ni Mungu kujidhihirisha na kujitukuza yeye katika uso wa nchi, ambayo mtu yoyote anaweza akaona, hata asiyemjua Mungu anaweza akaona na akajua kwamba hapa huyu ni Mungu. Kwa hiyo tumeona Mungu akijitukuza, akijipa utukufu wake katika namna mbalimbali, katika wingu linaloonekana, lakini katika wema, katika uponyaji. Mara nyingi umeona jinsi ambavyo mtu anasema nimepona. Ule ni utukufu wa Mungu ambapo kila mtu anaona. Na ndivyo maana watu wanaposhuhudia utukufu wa Bwana, kusema nilikuwa mgonjwa na sasa nimepona, kila mtu anaona. Katika ulimwengu wa mwili tunaona kabisa huyu aliyekuwa amebebwa na machela, lilipoitwa jina la Yesu akainuka. Ule ni utukufu wa Mungu kupitia jina lake. Katika uponyaji tunaona kwa macho, katika uso wa nchi tunaona. Na hii ni udhihirisho mkubwa ambao Mungu huwa anaonyesha kwa watu wake. Anaonyesha wema wake, anaonyesha uaminifu wake, anaonyesha ukuu wake, anaonyesha uweza wake kupitia uso wa nchi. Kila mwenye macho anaona na kusema hakika huyu ni Bwana. Kwa hiyo unaweza ukawa unasema sijamuona Mungu, lakini kumbe umemuona Mungu katika utukufu wake. Na ndivyo ambavyo Mungu hujidhihirisha katika utukufu wake. Ni kama vile alivyojionyesha kwa wana wa Israeli alipoigawa bahari ya Shamu. Watu waliona kwa macho bahari ikigawanyika. Kama vile ambavyo unaweza ukaona ulikuwa katika hali ya mateso, ghafla mateso yanaondoka, wewe kwa macho yako unauona utukufu wa Bwana kwenye maisha yako. Na ndio maana kama ndani yako Mungu hajakutembelea, unapoomba Mungu akuonyeshe utukufu wake, ni kwamba unataka akuonyeshe vitu kwa macho. Akuonyeshe vitu kwa macho. Mungu, naomba unionyeshe utukufu wako katika kazi za mikono yangu. Mungu, naomba unionyeshe utukufu wako katika afya yangu. Maana yake nini? Utaenda kwa daktari na ataenda kuhakiki ya kwamba wewe uliyekuwa unaumwa na sasa vipimo vinaonyesha wewe sasa ni mzima. Kama vile ambavyo tumesikia ushuhuda wa Jumatano hii tena juzi pale Sinza HVC katika ibada zetu. Yule mama ambaye alikuja na akaeleza vile ambavyo alikuwa ameenda Ocean Road, ameambiwa ana kansa, na baada ya kuja kufanywa maombi siku ya Alhamisi nilipokuwa naona na mtu mmoja, alipoenda kupima, nilivyomwambia enda kapime, ameenda kupima tena amekuta kansa haipo.
na juzi akawa amekuja kuaga, sasa akawa anarudi mkoani. Kwa unaona kabisa ya kwamba watu wote tuliuona utukufu wa Mungu katika uso wa nchi, ya kwamba aliyekuwa anaumwa kansa amepona. Kwa unaona kabisa ya kwamba kuna mambo mengi ambayo utukufu wa Bwana unaweza kudhihirika ndani ya mtu. Na ndio maana maombi ya kuomba Bwana aonekane katika utukufu wake ni kwamba unataka umuone Mungu kwa macho. Umuone Mungu kwa macho. Wapo watu wengi wameona utukufu wa Mungu. Usiseme tu aliona utukufu wa Mungu alikuwa ni Musa peke yake. Hata wewe yamkini umeona utukufu wa Mungu, aidha kwenye maisha yako ama kwenye maisha ya mtu mwingine, kwa macho. Nakumbuka nilishawahi muombea mama mmoja aliyekuwa kidhalilishwa sana na mume wake. Mume wake alikuwa ni mkorofi kweli kweli. Yaani alikuwa akitoka huko kazini, na bahati mbaya mume wake alikuwa ni mwanajeshi. Akifika pale ni kumburuza, vua nguo, mburuza hadharani. Mama akawa anajishinda ndani, anaona aibu, anafedheheshwa. Yaani alikuwa anaona, anataja kwa jina langu kabla kipindi hicho sijawa mchungaji. Ananiambia natamani nirudi nyumbani, lakini nyumbani mimi ni yatima, sina kwa kwenda. Kwa hiyo hapa pia nimeolewa, lakini pia ndio nimehifadhiwa, kwa sina mahali pa kwenda. Lakini kama ningekuwa na nyumbani kwangu, ama kama ningekuwa na wazazi, ningerudi. Ni bora nikatulie nyumbani kuliko kaa kwenye ndoa ya namna hii. Na nikamwambia sasa naomba niombe na wewe. Nikamwambia mimi naamini ya kwamba mkono wa Bwana utaenda kudhihirika. Na ndipo hapo nilipoona Mungu akinyanyua utukufu wake. Kwa sababu ghafla watu nilipomuombea yule mama, halafu kikatokea kituko fulani hivi. Ghafla kuna wamama wakawa wanakuja kumcheka pale na kumzonga na kumsema, mume wako unaona anavyokuburuza huko nje, kila moja na kuona mwili wako. Anasema hivyo, wanamsema. Mume wake akasikia kwamba mke wake anasemwa vibaya. Sasa mume wake akataka kulipiza kisasi kwa wale watu waliokuwa wakimsema vibaya. Akawa anamnunulia nguo nzuri sana, anatoka naye nje amemkumbatia, akamnunulia na gari, anapita barabarani mtaani mle anamfundisha gari, kuwaonyesha wale wa mama kwamba nyinyi mmemsema vibaya. Yani analipiza kisasi. Kipindi analipiza kisasi, kumbe wengine tunauona utukufu wa Bwana kupitia maombi tuliyoyaomba. Na ikaendelea hivyo, akaendelea kulipiza kisasi chenye faida kwa tunaoona. Kwa sababu kama tulimaomba na tukamwambia Mungu wewe tu atosha, na tukamuona Bwana akiwatumia watu kuja kutengeneza moyo wa huyu askari ili aweze kulipiza kisasi kilichokuwa ni chema kwa huyu aliyekuwa akipitia mateso. Kwa kweli nilikiri kabisa ya kwamba hapa nimeuona utukufu wa Bwana. Nimemuona Bwana katika uso wa nchi, ya kwamba amedhihirika katikati ya mateso. Nilijifurahi na kumtukuza Mungu. Kwa nikaingia kwenye maombi nikamwambia Bwana, nimekuona wewe kwa uso, nimeuona utukufu wako. Kwa hiyo tunaona katika kumuomba Bwana aonyeshe utukufu wake. Mungu hachunguziki kwa njia zake huwezi kuzichunguza. Kwa hiyo utaona hivyo. Na yule mama nimekaa naye miaka karibia 15 sasa, tunaongea hizi story, na ninamuuliza vipi, akasema ni mwendo ule. Walihamaga Uswahilini wakajenga nyumba yao ya kifahari huko. Manake maneno alienda tena, wewe mnanunua magari, mnaishi kwenye kanyumba kadogo kakupanga. Akalipiza kisasa, akajenga jumba kubwa huko. Halafu akawapeleka huko, akawa nakaa huko, anapiga picha, wanazituma, wanasema angalia. Yani kipindi hicho mitandao haijaimarika sana, lakini yule mama anakuja kuonyesha picha ya wanakoishi. Basi wote tunashangaa hapo, si tuko huko bado Uswahilini, basi tunashangaa. Anasema yani, sasa yule mama anasema yani, ulivyoniombea maisha yangu yaligeuka. Nilianza kumuona Mungu toka siku natoka mahali pale ulipokuwa ukiniombea. Nilishangaa sana, kwa maana mpaka hivi tunavyoongea leo maisha yao yanaendelea kuwa mazuri, kwa sababu nimemuona Bwana katika utukufu wake. Hata wewe unaweza kumuomba Bwana, mwambie Bwana, nionekanie utukufu wako, uonekane kwenye ndoa yangu, utukufu wako uonekane kwenye uchumi wangu, utukufu wako uonekane kwenye afya yangu, utukufu wako uonekane kwa watoto wangu. Na kuhakikishia katika
kumuona Bwana kwa utukufu wake. Utamuona Bwana katika uso wa nchi, katika uso wa nchi. Ndio maana ya utukufu wa Bwana. Unapoona umeomba upepo ukavuma, ni utukufu wa Bwana. Unamuona Mungu katika uso wa nchi. Unapoona kwamba unaomba, mtu mmoja akaja kunishuhudia vile alivyokuwa akipitia changamoto ya kiuchumi, halafu ghafla baada ya kumwombea bidhaa zake zikaanza kuondoka kwa spidi kubwa. Akasema nimemuona Bwana. Ule ndio utukufu, kwamba utukufu wa Bwana huwa unaonekana kwa uso wa nchi. Lakini pia kuna mtoto wangu wa kiroho moja huwa anapenda kunishuhudia sana vile ambavyo Mungu anamuonekania kwenye biashara zake. Akasema huwa anaangalia, natoka nje naangalia maduka ya wenzangu, halafu nakuja kuangalia kwangu, ninaona watu wamejazana kwangu, wakati maduka ya wengine watu wanahangaika, hawana hata wateja. Hapo ndipo anaposhangaa. Lakini hapo mimi ndipo napojua kwamba huo ndio utukufu wa Bwana, vile ambavyo Mungu amejitukuza, vile ambavyo Mungu amejitukuza. Na kuna namna fulani hivi nilimuona Bwana katika utukufu wake. Najaribu kukupa mifano kadha wa kadha ambayo itakusaidia kuweza kujua nini maana ya utukufu wa Bwana. Siku moja kuna mtu moja, ndugu yangu kabisa, akaja akatoa sadaka ya gari yake kwa ajili ya kufanyia injili, Kwa hiyo tulipokuwa tukihudumia ile gari kwa ajili ya kufanyia injili, nilimwambia nikasema hivi, Bwana akakupe magari kwa sadaka hii ya gari hili kwa ajili ya kazi ya Bwana. Bwana akakupe magari. Kwa hiyo nilivyoongea hivyo nikawa nimemalizana naye na nikamuombea, tukaachana naye. Ndani ya mwaka mmoja, huu sasa tunaongea nadhani ni mwaka wa 2 au wa 3, mpaka hivi tunavyoongea ana magari yale ya kubeba makontena, magari 20. Juzi akawa ananiambia ameagiza mengine. Akaniambia, unajua mimi sikuwahi fikiria kama nitakujaga fanya biashara ya magari, mimi na magari wapi na wapi. Nikakwambia, unakumbuka nilikutamkia nini siku ulipotoa gari yako kwa ajili ya kufanyia kazi ya Bwana? Alishangaa, akasema hakika nimemuona Bwana. Sasa ule ndio utukufu wa Bwana, kwamba Mungu anajidhihirisha katika uso wa nchi. Kwa katika maisha unayoyapitia unahitaji utukufu wa Bwana. Katika changamoto unayopitia unahitaji utukufu wa Bwana. Mbingu na nchi, Biblia inasema zimejaa utukufu wa Bwana. Nini maana yake? Mambo mengi unayoyaona ni utukufu wa Bwana. Bado unaweza kaomba Mungu akuonekanie kwa utukufu wake, kwamba umuone katika sura ya nchi, katika uso wa nchi, mahali unapokaa, mahali unapoishi, mahali unapofanyia biashara, mahali ulipoajiriwa, ukauone utukufu wa Bwana. Vile ambavyo utainuliwa katika vyeo ambavyo hata ustahili, ukauone utukufu wa Bwana. Nasi tutauona utukufu wa Bwana. Na ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu alipovaa mwili akaja kwetu, nasi tukaanza kuona utukufu wa Bwana. Tumeona akiponya vipofu, wakaanza kuona, vilema wakaanza kutembea. Tumeona akifufua wafu, kwa macho yetu tunamuona Lazaro akisimama. Tumeuona utukufu wa Bwana. Walioandika waliuona utukufu wa Bwana. Ukisoma kwa masuala ya theolojia unaona wale watu ambao waliandika kama wakina Luka, wakina Yohana, wakina Petro, walikuwa wanaitwa eyewitness, kwamba waliona, walikiandika walichokiona. Kwa zile injili zile unazoziona, injili ya Yohana, injili ya Luka, Marko, Mathayo, wale walikuwa wakiandika walivyoviona. Na ndio maana ukuta kuna vingine vinaandikwa vinafanana lakini lugha ni tofauti, kwamba kila mtu ana uwezo kuelezea tukio lilivyokuwa, lakini waliona. Kwa wale waliona utukufu wa Bwana, kwa nyakati zao walimuona Yesu kwa utukufu wake. Na sisi tunamuona Yesu katika utukufu wa sura ya nchi, ya vitu ambavyo vinatuzunguka, tunamuona Bwana. Nataka tumuombe Mungu katika mahali ulipo. Omba utukufu wa Bwana asubuhi ya leo. Omba utukufu wa Bwana mahali ulipokata tamaa, unapoona hapana suluhisho, omba utukufu wa Bwana, nao utamuona Mungu katika uso wa nchi. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu uliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya neno la uzima, lakini tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ambayo Bwana umeifanya.
Mungu liye hai, tunakuja mbele zako, tunakuhitaji kukuona wewe Roho Bwana katika nguvu zako. Nguvu zako zinaposhuka kwenye maisha yetu, tunauona utukufu wako Bwana. Tunaomba nguvu zako zishuke katika miili yetu na kuachilia afya njema, nasi tuuone utukufu wako Mungu wa kweli. Ninaomba Roho Bwana, nguvu zako zishuke katika biashara ya mtoto wako huyu, aone baraka, aone faida kwa utukufu wako Bwana. Ninaomba neema na utukufu wako vishuke katika kazi ya mikono ya mtoto wako huyu, kwenye miradi ya mtoto wako huyu, mahali anapofanyia kazi. Mungu liye hai, ukaachilie utukufu wako, nasi tuone kwa macho yetu katika sura nchi ya kwamba Mungu umetubariki. Baba, nakushukuru sana kwa rehema na neema. Achilia utukufu katika maisha ya mtoto wako huyu. Let your glory be manifested. Mungu liye hai, tunaomba utukufu wako uonekane kwa watu wako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Utukufu wako Bwana be glorified, and onyesha utukufu wako kwa mtoto wako huyu Bwana. Be glorified, onyesha utukufu katika kila kona ya maisha yake. Tukuone Bwana katika uso wa nchi ya kwamba Bwana umetenda. Nalibariki na kuliinua jina lako Mfalme. Sifa, heshima na utukufu ni vyako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi unaweza ukaomba utukufu wa Bwana kwenye kona maisha yako, kasema kwamba nahitaji Mungu jionekanie kwangu katika utukufu wako. Unaweza ukaomba utukufu katika kona ambayo unatamani, lakini pia utashika sadaka yako kuikamilisha ibada hii. Utaachilia sadaka yako katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na weekend njema. Amen.